Yes, karibu sana mtazamaji wa Siri Yetu TV. Natumaini uko poa mzima wa afya, na leo niko na maafisa masoko kutoka Njombe ambao wana jambo lao leo, lakini tunafahamu kama watu ambao wanahusika kwa upande wa dalali, unahitaji chumba, unahitaji kiwanja, unahitaji nini, tuachane huko sasa. Leo wana jambo lao. Karibu sana Felista kwenye kamera za Siri Yetu TV. Tuambie, unaitwa Felista nani? Naitwa Felista Mloe, ni dalali wa mkoa wa Njombe. Ni dalali wa mkoa wa Njombe au afisa masoko? Afisa masoko. Okay, tuambie siku ya leo mna jambo gani? Siku ya leo kama madalali wa mkoa wa Njombe au maafisa masoko wa mkoa wa Njombe, tuna jambo letu la kumuona muhitaji hapa. Tumeona kidogo tunachokipata kwenye kazi zetu, tuje tusapoti mwenzetu hapa. Tumenunua kidogo kama hichi mnavyokiona, tuje tumkabidhi muhitaji. Yuko hapa Chaugingi, ni mgonjwa. Okay. Na hii huduma ambayo mmeanza kuitoa leo kwa ajili ya kuwashika watu wenye uhitaji, ndo tunaanza na je, kama ndo tunaanza tutarajie nini, na kama tulishaanza tumeshapita hatua ngapi? Hii ni hatua ya pili, japo hatua ya kwanza tuliweka kimya kimya. Hii ni hatua ya pili. Ni huduma ni endelevu, inaendelea tena na siku nyingine. Okay. Nini hasa kimewagusa zaidi kutoa support hizi? Imetugusa kwa maana si sote, sio kama ni matajiri, ila kuna wale ambao wenzetu wanakopa wana uhitaji zaidi, yani zaidi, unaonea hadi huruma, ni mgonjwa. Ndio kidogo tunachokipata kwenye kazi zetu tuna support. Okay. Una wito gani kutoka kwa maafisa masoko ambao mnashirikiana nao kwenye majukumu yenu ya kazi? Karibu wakaribie kusapoti hizi kazi kwa kidogo wanavyovipata, kwa sapoti wale watu ambao wenye uhitaji zaidi kuliko sisi. Na una ujumbe upi kwa jamii? Wasapoti na wenyewe, maana wahitaji ni wengi. Wanaweza wakanitafuta au wakatafuta afisa masoko yoyote yule akaonyesha ushirikiano, kwa tukitoka hapa kuna mhitaji gani mwingine anayefuata, tukachangiana kidogo tulicho nacho 500, 1000, 2000, tukajua tunanunua nini, au yule mhitaji wetu anahitaji nini kwa wakati huo. Mfano mhitaji huyu tumejua mhitaji ana shida, bidi apate godoro la kuweza kujistiri, kwa kidogo atakachopata tuna support. Okay. Baada ya kutoka kwenye tukio hili tutarajie kuna matukio mengine ambayo yanafuata, ili sasa yule mdau ambaye anakutazama sasa hivi aweze kuungana na nyinyi? Ndiyo, kuna tukio ambalo linafuata. Hilo tukio linafuata wiki ijayo. Okay. Unaweza kutuambia ni wapi? Ni siku kama ya leo Jumapili litafanyika hilo tukio. Ni airport kule chini pale, pana watoto yatima kwa Sister Rusia, pana watoto pale yatima wana uhitaji sana, yani wana uhitaji sana wa magodoro. Tumeenda kukagua pale sehemu wanazolala, kidogo zitutia hata machozi kidogo. Kwa hiyo wiki ijayo siku kama leo Jumapili tutakuwepo pale, tunaanza kununua vile vigodoro vya wanafunzi vidogo vidogo vile, tunaenda kupeleka pale. Okay. Kwa yule sasa anayekutazama aidha yuko mbali, hawezi kukufikia moja kwa moja, anaweza kumuona nani kwa ajili ya kuungana kwenye safari hiyo? Anaweza taka nitafuta mwenyewe. Felista dalali. Ndio. Yes, tukumbushe madalali mkoani Njombe mnahusika na nini hasa kwa yule sasa ambaye awazingatie vizuri? Kwa mimi hapa nahusika sana viwanja na mashamba. Wapo madalali wengine ambao wanahusika na nyumba za kupanga, yaani kila mtu amebezi kwenye fani yake aliyoipendea zaidi, ila madalali tuko wengi sana. Jambo. Haya mama, kama tulivyoongea siku ya kwanza tulivyokuja, mimi ni Felista dalali wa mkoa wa Njombe, niko na madalali wenzangu, japo wengine hawajafika, wengine wapo huko nje. Kidogo tulichokipata kwenye kazi zetu hizi za utafutaji, tukaona tununue kama tulivyoongea, ili hapo tumekuja kuleta kulikabidhi kwako. Naomba upokee kwa moyo mmoja, na kama ulivyo mgonjwa wetu pale asipate tabu sehemu ya kulala, yani alirelax sehemu ya kulala, mgonjwa wetu akae vizuri. Kidogo tulichopata ndio hichi hapa tukuja kuleta. Nashukuru, asante, mbarikiwe. Mungu awarudishie mlipotoa. Nashukuru, asante sana, mbarikiwe. Anajisaidia hapo hapo.
labda uwe unamsukuma we mtu mwingine, lakini kusema yeye kama yeye kushika hivi hawezi. Haya, asante, tunashukuru. Tumefika, tumekabidhi huu mzigo. Bwana, mgonjwa wetu yeye hawezi kutembea, hawezi kushika chochote. Hata tukisema tutafute kibaskeli hawezi kusukuma kibaskeli. Yeye yani atakapokaa ni hapo hapo, mama ndo ana kazi. Yani inatakiwa kama siku nyingine mhitaji aweze kanunua hata lile boksi la Pampers aje kumpelekea hapa mama iweze kumsaidia. Asante sana, tunashukuru Asili Yetu TV kwa sapoti yako. Tunashukuru na madalali wengine waliotoa huu mchango kutumia hela. Dada Felista, fanya hivi tuweze kupeleka huu mzigo, tumeufikisha salama. Shout out kwa Asili Yetu TV.